nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la pili, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 9 aya ya 4 hadi aya ya 10, na somo la Injili linatoka katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 6 aya ya 36 hadi 38. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wafuasi wake, iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu, nanyi hamtalaumiwa. Achilieni, nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari ujumbe wa neno la Mungu, ambapo liturujia ya masomo ya siku ya leo inatualika kutafakari juu ya huruma ya Mungu, ambayo yeye mwenyewe kwa kutuhurumia sisi wakosefu anatualika kuwahurumia na jirani zetu, yaani kuwa watu wa msamaha. Katika somo la kwanza, nabii Danieli anasali na kuomba toba, si kwa ajili yake tu, bali na taifa lote la watu wa Mungu ambao ni wakosefu, na anatambua wazi kuwa ijapokuwa wamemwasi Mungu, bado Mungu ni mwenye rehema na anaweza kuwasamehe makosa yao. Hii inashabihiana moja kwa moja na Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 36, ambayo inatualika kutambua Mungu ni mwenye huruma, na kanisa linatufundisha siku kwa siku juu ya ukweli huu kwamba Mungu ni mwenye huruma, na daima tunasali na kukiri kuwa huruma hiyo ndiyo sifa yake kuu. Rejea litania ya huruma ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, tujikumbushe kidogo maana ya neno huruma. Huruma ni wema ulio tayari kusamehe na kupenda tena. Mwenyezi Mungu kwa kutambua thamani ya kile alichokiumba, amependa kutusamehe kwa kumtoa mwanaye wa pekee kuwa kielelezo halisi cha maisha ya msamaha na upendo. Upendo wake ambao Kristo anaushuhudia akisema, sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Rejea Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 32. Huu ni mwaliko wa upendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwaita tena wakosefu wote wamrudie yeye kwa ajili ya kuupata uzima wa milele. Injili ya leo, Kristo anatuambia, iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Ni mwaliko kwetu sisi kuwa watu tulio tayari kusamehe na kupenda tena. Kwa kuwasamehe wenzetu kutatusaidia kutokuwa watu wa hukumu, yaani kujihesabu kuwa tuna haki na tunastahili kuzidi wao, hali ya kuwaona wao ni wakosefu kupindukia. Tukiwasamehe tutawapenda na hata kuwakimbilia katika shida na changamoto zao. Tuige mfano wa Mtakatifu Faustina, mama wa ibada ya huruma ya Mungu, ambaye katika sala na tafakari zake juu ya huruma ya Mungu anasali katika sala ya kuomba neema ya kuwa na huruma kwa wengine, akitushirikisha mambo machache ya kufanya ili kuwa watu wenye huruma. Mtakatifu Faustina anasali akisema, E Bwana, unisaidie ili macho yangu yawe na huruma, nisisingizie, nisishuku au kuhukumu kwa yale niyaonayo juu juu, bali nitafute uzuri uliomo rohoni mwa jirani zangu na niwaokoe. Unisaidie, E Bwana, ili masikio yangu yawe na huruma, nisikilize shida za jirani zangu, nisikose kuwajali katika matatizo yao.
Unisaidie Bwana, ili ulimi wangu uwe na huruma, nisimuumize jirani kwa maneno yangu mabaya, bali niwe na neno la faraja na msamaha kwa wote. Unisaidie Bwana, ili mikono yangu iwe na huruma na ijae matendo mema, niweze kuwatendea vyema jirani zangu, na yaliyo magumu na mazito niyabebe mimi. Unisaidie Bwana, ili miguu yangu iwe na huruma, niweze kuwa mwepesi kufika kwa jirani yangu kumsaidia, bila kujali kazi nyingi, usumbufu na uchovu wangu. Pumziko langu liwe katika kuwahudumia jirani zangu. Unisaidie Bwana, ili moyo wangu uwe na huruma, niwe na hisia za mateso ya jirani yangu, nisimkatalie mtu. Nitakuwa mwaminifu hata kwa wale ambao najua watatumia vibaya wema wangu, na nitajifungia ndani mwa moyo wa huruma wa Yesu. Nitavumilia mateso yangu bila kunung'unika. Bwana, huruma yako inishukie, ikae ndani yangu. Wapendwa katika Kristo, sehemu ya sala hii inatukumbusha juu ya mazoezi msingi ya kufanya katika maisha yetu ya kila siku, ambayo kwayo yatashuhudia huruma ya Mungu maishani mwetu na kuwavuta watoto wote wa Mungu kuipenda na kuiishi huruma hiyo. Mwaliko ambao Kristo anatupatia, iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma, uwe ni mwaliko wa maisha yetu ya kila siku, si kwa kipindi hiki tu cha Kwaresma ambapo tunahimizwa kuwa watu wa toba, watu wa sala, watu wa msamaha, watu wa matendo ya huruma, bali iwe ni ari na mwamko wa maisha yetu ya kila siku, na hivi kujenga msingi imara wa maisha yetu ya kiroho. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Keni Mfungahema wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema